Lakini kabla hujafanya hivyo unahakikisha nguo zake zote, nguo atakazovaa umezinyoosha. Mbona unasema kubalana yetu? Amekuwa hayo. I'm being professional. Unajua Imetosha basi. Ulivyo mvivu wa kula wewe. Haki ya Mungu. Yaani ni mvivu wa kula huyu. ila mama, nakushukuru sana kwa kumjali mke wangu. Mimi sitaki mchezo. Hata hivyo sasa hivi mtoto amepunguza kabisa kulialia. Sasa mtoto akishiba ana sababu gani ya kulia? Labda akiwa anaumwa ndo atalia. Mama, lakini huyu mjukuu wako naye amezidi. Hata akiamka usiku wa manane, nyonyo. Unanyonyesha mpaka unachoka. Hivi unajua ulikuwaje? Nakuuliza, unajua ulikuwaje? Yaani wewe mpaka unafikia umri wa mwaka mmoja, mimi sikutoka hata kwenda kwenye mihangaiko yangu. Nilikaa ndani kukunyonyesha wewe. Kwa hiyo mwache naye ajivinjari. Ndo uzazi wote na Huyo. Tamtam. Kunywa mwanangu. Tamtam. Hii kama ya mama, si ndio?
Tamtam. Huyu mwanangu. Naona mnapeana maziwa ya ng'ombe badala ya kunyonyeshana. Yamekuwa hayo. Yapi tena mama? Si haya yanayoongelewa ya maziwa ya mama kwa miezi 6 ya mwanzo. I had enough of this mama. Kwani mnanipangia maisha? Tunakupangia maisha mimi na nani? Wewe na Edi. Kwani mimi kujifungua imekuwa kioja? Leo umekuaje mwanangu? Mama, nakupenda sana. Na asante sana kwa kunisaidia hichi kipindi chote. Ila nafikiri sasa ni wakati uende nyumbani kwako. Kumbe nakukera eh? Nashukuru umepata ujasiri wa kuniambia. Sio kwa ubaya mama. Sio kwa ubaya mama. Kunywa mwanangu. Kama ya mama. Nyonyi. Chiba? Hey, vipi? Hi darling. Ulikuwa wapi? Na mtoto yuko wapi? Trisha ametuletea mtu wa kutusaidia. I think ulikuwa uhitaji mtu yeyote wa kukulelea mtoto wako, si ndio? It's very true, lakini kwa sasa anahitaji ili maisha yaendelee. Ukimaanisha? Why don't we talk inside? And please chill, everything is under control. Come on. Nancy, naomba ikifika saa 10 utamuogesha mtoto na kumbadilisha. Sawa dada. Lakini kabla hujafanya hivyo unahakikisha nguo zake zote nguo atakazovaa umezinyoosha. Kwa hiyo kama kuna dharura yoyote unaweza kunipigia simu, ukinikosa mpigie mume wangu. Sawa.
Nancy. Nancy. Samahani kaka, mtoto alilala na mimi kiusingizi kunipitia kidogo. Hakuna tatizo, unaruhusiwa kupumzika pia. Pole na kazi. Asante. Mmeshindaje hapa? Salama tu. Lucy leo anaanza kuita mama. Wow. That's good news. Didi. Na mamake yuko wapi? Ametoka kuanzia saa 4 na hajasema anaenda wapi. Oh. Nafikiri atakuwa yuko njiani na karibia kurudi. Kaka, nikuandalie chakula au unaenda kuoga kwanza? Nitamsubiri mama harusi ili akija tule wote. Mimi niko ndani. Unaonekana umekuwa busy sana siku hizi mke wangu. Tena sana. Kama leo unaenda kwa ajili ya photoshoot. Unaenda wapi? My manager says that I need it. It is for my publicity. So unajua ukiwa msanii lazima uwe attached na fans wako, vinginevyo watakusahau. Manake nini? Ina maana baada ya kunizalisha mimi career yangu ndo basi tena? Amba, nilitegemea kuona mabadiliko makubwa sana baada ya wewe kujifungua. Eddie, mabadiliko gani unataka zaidi ya huu nene? Bali za saizi bosi. Kaka, uko sawa kweli? Kwa nini? Niko poa tu. Sasa bosi, nataka kwenda kuchukua zile stationery ulizoniagiza. Tafadhali jitahidi sana kuwahi. Nahitajika wizarani by saa 8 kamili.
Hakuna shida, sitokawia. Kuna moja hivi kama unapuliza hivi. Just like yes. Kachagua. Sawa. Freddy, na hii piece gani tena? Kutoka Tasuba, ni wasanii chipkizi hapa. Mwenzangu, wasije wakatumbua maana na hii mili. Inabidi niufanyie kazi. Mbona mwili umekupendeza tu madam? Acha utani. Hivi? Kweli? Kweli jamani. Kabisa. Hivi role ya mwanafunzi naipataje sasa hivi na mwili wote? Inabidi kwanza nifanye mazoezi nipunguke. Hapo kweli sawa. Usijali, nitaufanyia kazi umwili na kurudi kwenye shape yangu ili niendelee kuwa piskali ya Bongo Movie. Lakini sanaa yako inakubeba sana. Kwa kweli nawashukuru kina nyinyi Freddy, mashabiki wangu ambao mnanifanya niendelee kuwa na kufanya kazi nzuri zaidi. Kuna hii hapa nafikiri. Upata kitu sitia? Ya, tena hii ndio itakuwa kali sana mitandaoni.
Naelewa kaka. Hapana, ni kawaida tu. Maziwa ya kopo yanatumika sana. Nafikiri ungeongeza sababu kopo la mwisho lipo nusu. How dare you? No. Where did you get the authority to talk to me like this? Baby. Where did you get the authority to talk to me like this? Where did you get the authority to talk to me like this? Where did you get the authority to talk to me like this? Where did you get the authority to talk to me like this? Vipi, umevurugwa? Wewe ndio unayenivuruga. Amba na kuvuruga. Kwa nini unafanya hivi? Nimefanya nini Baba Lucy? Mbona sikuelewi? Juzi umesaini mkataba wa tamthilia. Leo nimesikia unaenda kufanya press conference kuhusu your new film project. Sasa nini? Ulikuwa umepanga kuniambia lini? I am sorry. Haya yote yametokea kwa haraka sana na hatujapata muda wa kukaa na Huwezi kupata muda. Akili yako haijafocus kwenye familia ila kwenye hizo tasnia zenu za kipuuzi. How dare you? What is wrong with my career? Oh, I know what is your problem. You are the one with a problem. So, you can't stand seeing your wife making it big. Darling, I am a celebrity and I cannot help it. You are a wife and a mother. Stop acting like a diva. I am not a diva. I'm being professional. Na mimi I'm being a husband. Meaning? You are not going to press conference. Fine, una lingine? Za asubuhi kaka. Salama. It's all right. Usiogope. Pole sana kaka.
Ni majaribu ya dunia, endelea kushindana nayo. Sidhani kama nitaweza. Amba huyu sio yule niliyemfahamu miaka 3 iliyopita. Naona wanandoa wengi humuona mshauri wa ndoa ama mzee wa familia. Sio rahisi. Amba na mama yake ni kama moto na pamba. Mama kamshindwa kabisa binti yake. Wanawake sisi tuna tabu sana. Vumilia tu. Hivi wanawake kama wewe huwa mnajificha wapi ili tusiwaone? Kaka, ni majaribu, endelea kushindana nayo. Eddie, please talk to me. Sina cha kuzungumza na wewe. Nafikiri mimi na wewe tunaishi katika dunia tofauti. Unajua waga sifanyi hivi kwa ajili ya kuumiza hisia zako ama usimjali mtoto wetu. I do this for our family. Nataka tuwe na maisha bora. Maisha bora? Ni kitu gani ambacho mimi sijakutimizia? Kupata mtoto, si ndio yalikuwa maombi yetu ya kila siku? Sasa kwa nini usifurahie maisha yetu? I'm sorry. Eddie, you are the man I've ever loved, and I promise to kukupenda. I know we can. And I'm sorry kama kuna wakati wana react vibaya.
Mikono miguu sana. Okay. Miguu. Okay. Okay. Yes. Come. Ruka. Lakini Nyanja, mimi nataka zaidi tumbo ndio. Yes. Tenda huko. Shika. Nenda squat. Okay. Turudi hivi. Nashuka mpaka up, unarudi. Up, unarudi. Hakikisha miguu inajikunja. Chini. Up. Ruka, usipumzike. Okay. Ruka. Squat tena. Kama hivi. Unanyosha hivi. Usilegeze tumbo unakuwa ufanye chochote. Bana tumbo kabisa. Anakuja huko. Kiwe hivi. Unageuka kiwe hivi. Sawa. Hakikisha tumbo linajikunja. Sawa. Kiwe na cheka, kiwe na dance. Hiyo ni sawa. Nani yako icheze, kwa hiyo unakuwa unachezesha tu hivi. Yes. Kwa nguvu. Basi ili tukoje tena niweze kuchukua. Unajisikiaje? Umechoka sana? Nimechoka sana. Unaona kwa leo itosha? Inatosha. Lakini na kawaida baada ya kama siku 2-3 hivi. I think mwili utakuwa umekaa vizuri. Kwa sababu sasa hivi ndo kwanza unaanza, lazima viungo kwanza viume sana. Sawa? Sasa ukiendelea ukichoka ina maana unaruhusu viungo viendelee kuuma. Lakini baada ya hapo ukiendelea leo, tufanye kesho, shukuta viungo vina relax, yani vina. Mazoezi ni starehe. Usichoke kufanya mazoezi. Wewe mwenyewe utaenjoy utaona. Sawa? Okay, nadhani tuonane kesho. Yeah. Sawa. Jitahidi. Why did you get the authority to talk to me like that? Mimi ni mwanaume. Na kama mwanaume nina uwezo wa kuongea na yoyote yule. Especially mwanamke. Wow. Yeah. Do you know who I am? No. Why don't you go Google me, search me to all the social networks you know. Kwa hiyo kumpenda mtu ni mpaka ni ufahamu. Unajua wewe ni mrembo sawa. Cut. Sikiliza. Nahitaji punch. Sauti tolea tumboni. Sawa. Alafu anapokushika mkono usichezeshe mkono. Tunaelewana? Tulia alafu ongea. Hebu nishike. Akisha kushika mtazame. Sawa? Alafu ndo ongea hilo neno lako. Ukifanya hivyo unapoteza point. Tunaelewana? Kwa hiyo mwangalie. Alafu mwambie, unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Nahitaji kuwa na wewe. Sijui unaelewa? Unatakiwa mshawishi ili akuelewe. Sawa? Sawa. Tumeelewana? Na wewe mtazame anavyoongea, maana tayari kwa ameshakuzalau. Kakae. Wasaniwi. Wa. Oui. Wa.
Kitu cha muhimu kuzingatia ni kusoma script, elewa script, ishi katika script. Tunaelewana vizuri? Amba. Na kuruhusu ondoko kafanya maandalizi kwa ajili ya kuingia location. Thank you. PM atakupigia simu kukupa maelekezo ni sini gani tutaanza na costume pia. Na nyie wote mnatakiwa mfanye maandalizi kwa ajili ya kuingia location. Haya, kwaherini. Hey. Bye. Medi. Fete. Simama. Sini yenu mmeelewa. Haya. Basi. Haya basi. Basi. Haina shida. Nafikiri tumbo lake linamsumbua. Maana leo alipata choo kigumu. Lakini huyu atakuwa tu alikumisi rafiki yake. Si ndio umemchukua tu amenyamaza. Huyo. Haya, naomba nikalale naye. Haina shida. Ila akishalala tu naomba umlete. Sio so, mama yake tena akija afu akamkosa itakuwa ni shida. Good night. Dada. Dada. Nancy. Abe. Mtengenezee mtoto chakula. Ataamka sasa hivi nimlishe. Nimeshamlisha. Wasi nilikwambia nitamlisha mwenyewe. Nilihisi utachelewa kuamka sababu jana umerudi usiku mwingi. Sasa wewe masuala yangu ya kurudi saa ngapi vinakuhusu nini? Samahani dada. Hebu fanya kilichokuleta. Achana kuingilia maisha yangu. Hebu nitolee sura yako hapa.
Oh, Nancy, bado hujalala tu? Niko nachukua maji kaka. Oh, listen Nancy. Tunashukuru sana kwa msaada unaoendelea kutupatia. Natimiza majukumu yangu. Hii sio sawa kaka. Sorry. Good morning, darling. You're gonna be late today. I don't want to leave you, baby. Thank you for being there for us. Utakiwe kushukuru, baby. Sisi ni wanandoa na kuvumiliana ni sehemu ya maisha yetu. Najua, lakini... No, you don't have to say anything. Sasa tumeanza upya. Unajua, kuna wakati nilianza kupata wasiwasi kuhusu ndoa yetu, lakini kumbe ulikuwa ni wasiwasi wa bure. Hatutakiwi kuwa na wasiwasi kabisa. Yaani hatupaswi. You know, I cannot live without you. I know you miss my breakfast. Let me go to prepare. Okay. Dada, mnisaidie gari yangu. Mbona unasema kubaliana yetu? Kazi za nje mimi hazinihusu. Unasemaje wewe Kashume? Nemani umenisikia. Siongei Kichina mimi hapa. Nitadili na wewe baadaye, sasa hivi na haraka. Hayo unayajua wewe. Hata sisi madada wa kazi tuna haki zetu.
Nancy, njoo. Ni kwa nini umekataa kuosha gari la Amba na umemjibu kwa lugha isiyo nzuri? Nini tatizo? Sikuwa vizuri leo. Nilipata habari mbaya kutoka nyumbani, hivyo zikanichanganya. Lakini nakumbuka tulishawahi kukuambia kwamba unapopatwa na matatizo yoyote ni lazima utushirikishe, au sivyo? Ni kweli kaka. Naomba uniombe msamaha kwa dada. Uombewe msamaha, ila mdomo wa kusema maneno ya ujauli unayo. Basi mke wangu, tuyamalize. Anaonekana ameshakubali kosa. Naomba hii hali isijirudie tena. Sisi wenyewe tumeajiriwa na tunawaheshimu waajiri wetu. Samahani dada. Mimi sina shida na wewe. Naenda kuendelea na kazi zako. Asante. Unapendeza. Bosi, mambo gani haya? Wewe ulisema kwamba CV yangu ni nzuri na mimi nafaa kufanya kazi kwenye kampuni yako. Amba, relax. Mkaa hapa kwanza kidogo tuongee. Amba. Kati. Haitwi Amba, anaitwa Lucy. Sawa. Okay, sawa. Alafu mfosi, usimbembeleze. Umeshamwambia ya kwanza hebu kaa, kakuangalia, mshike mkono. Sawa. Sawa. After shot? Sawa. Lakini sasa kuna kama anakataa sasa inakuwaje? Ndivyo inavyopaswa kuwa. Sawa. Sawa. After shot, hii ni take ya mwisho. Sawa. Happy? Action. Lucy. Kaa basi kwanza tuongee. Cut. Good. Umefanya vizuri sana. Thank you. Charles, zingatia. Fanya mazoezi. Sawa, nimekuelewa. Sasa tunapiga shoti yako. Halo Nancy. Kwema? Nini zaidi?
Amba yuko wapi kwani? Okay. Basi chukua taksi, mimi nakuja hospitali. Okay. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for... Cha muhimu ni kumkava mtoto. Nyinyi mnahisi joto, lakini yeye wala hahisi hivyo. Tutafanya hivyo dokta. Kwa hiyo dokta, haikuwa pneumonia? Hapana. Lakini mngemchelewesha, ingepelekea kuwa na pneumonia. Mshukuru sana mkeo. Amegundua dalili hizi mapema. I'm here. Who are you? Sio na wasiwasi, hana tatizo lolote. Oh. Asante Nancy. Ngoja. Hebu niache bwana. Wewe ni nini unataka kufanya? Najua unanipenda. Kwa nini unajikausha? Kwa nini unajikausha na kuuliza? Hapana, sio kweli. Nampenda sana mke wangu. Na hata siku ile ilikuwa ni bahati mbaya tu. Niambie nina kasoro gani? Nina kasoro gani na kuuliza? Mimi sijasema una kasoro yoyote mama, hauna kasoro yoyote. Wewe ni mzuri, tena mrembo kabisa, lakini bado hujapata mwanaume sahihi kwako. Hapana. Wewe ndio sahihi kwangu. Wewe ndio sahihi kwangu wewe. Wewe umechanganyikiwa? Mimi nimechanganyikiwa. Nimechanganyikiwa mimi? Basi, sikiliza. Tukae pale tuzungumze. Hakai mtu mpaka kieleweke. Hebu subiri basi. Nimepitia CV yako kwa makini sana, na katika watu wote ambao wametuma maombi kwenye kampuni yetu tumeona kabisa wewe unatufaa. Kwa hiyo nipende tu kukuambia kwamba karibu sana Mroni Agency. Asante sana.
Safi sana. Nimefanya vizuri. Yeah. Si unajua tena sana ikiwa kwenye damu. Wanakuja chipukizi na kuniacha bado mimi natesa. Tena. Sawa. Hai, senzetu. Shoga yangu umenitisha. Hivi umeniambia huyu Nancy ni nini? Anataka kwenda kwao? Maana si unajua tena hao wasichana wakishakuja mjini wakapendeza. Wanataka warudi waende wakarudi. Hujui chochote shoga yangu. Ninavyosikia huko Zanzibar alipotoka, kamwibia bosi wake kakimbilia Dar es Salaam. Hapana. Mbona huku kwangu ni mwaminifu? Tunamtuma sokoni na pesa tunaacha hapo. Watu hubadilika lakini shoga yangu. Mungu wangu. Hasijakuwa anajipanga kufanya tukio. Labda maana hawa mabosi hawa wakiona hawataki kuwalipa mshahara wasichana wao, kwa hiyo wanakuwa wanawasingizia kila aina ya tukio, ili mradi tu kuwadhulumu mishahara yao. Bahati nzuri naona tumemkuta, naona na gari yake hiyo. Mwenzangu, kwa kweli hapa mume nimepata. Akitoka kazini, yeye huja moja kwa moja hapa nyumbani. Wala ana mambo sio ya vijiweni, sio yapita wapi huko. Sijui kama atatuelewa kuhusu Nancy. Umemfanyaje? Nakuuliza umemfanya nini? Umemfanya nini? Samahani dada. Sio mazuri yako. Alikuwa anataka kunibaka. Nani amekwambia amekufa? Wapigie simu ambulance. Nancy Kimara. Kochi na ulinzi. Toka. Toka! Kwenda! Daktari anasema majibu ya CT scan sio mazuri. Edi wangu anahitaji maombi. Yule binti ni mwanamke mwenzetu. Hatuwezi kujua anachokizungumza kina ukweli ndani yake au hapana. Trisha. Wewe ndio umesema anatafuta na polisi? Au kwa sababu sasa hivi Eddie hawezi kujitetea? Hapana shoga yangu. Mimi niko pamoja na nyie mwanzo mpaka mwisho. Kikubwa hapa kinachohitajika ni kutafuta ukweli, kujua ukweli uko wapi. Ukweli upi? Zaidi ya polisi kusema kwamba ni mhalifu anatafutwa siku nyingi yule. Alishataka kuua familia nzima kwa kuonyesha sumu. Ukweli gani unaotaka mwingine? Haya shoga yangu. Pole.
Baba mtakatifu, Jehova uketie mahali pa juu, wewe Alfa na Omega, uliyekuwepo utakayekuwepo mpaka wakati usio na kipimo. Jehova nakuita mahali hapa. Mtazama mume wangu Edi Mungu Baba amelala mahali hapa. Ni mgonjwa, lakini wewe uliyekuwa daktari usiyeshindwa na kitu, Baba namleta mikononi mwako nikiamini utamfanyia uponyaji Mungu Baba na kumrejesha katika afya yake. Ninamkabidhi mikononi mwako, wewe unaishi na kutawala milele. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amina. Ushahidi ambao tuko nao mpaka hivi sasa, ili jalada kazi yetu sisi ni kulichukua hapa sasa hivi na kulipeleka kwa mwanasheria mkuu wa serikali, na litakaporudi jukumu letu sisi ni kukupeleka mahakamani. Kwa naomba uniambie ukweli mtupu, ili nione namna gani ambavyo naweza nikabadilisha hata ya mashtaka yako ili kuweza kukusaidia. Ukweli gani unataka kusikia wewe zaidi ya huo nilioandika hapo? Hivi Nancy, unajua chaji ulionao ni nzito. Sijui kama unafahamu hii kesi ulionayo wewe. Hii kesi ni ya mauaji. Sawa. Okay, kwa mfano jalada limerudi kutoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Tukachukua sisi tukakupeleka mahakamani. Unayo wakili wa kukutetea? Sawa, wakili sina. Nitafutie nyinyi. Wewe una wazimu kweli. Jukumu la jeshi la polisi, kazi yake ni kupeleleza na kumpeleka mtu mahakamani. Kwa hiyo swala la wakili utajitetea mwenyewe. Mimi ninachotaka ni kuambia kitu kimoja. Niambie ukweli mtupu. Nione namna gani naweza nikakusaidia. Period. Ina maana afande sina haki ya kujitetea? Ukweli ndio huo. Kumbe wanataka kunibambikia kesi. Kama mlivyozoea nyinyi maskari wa kibongo. Sasa subiri nikuonyeshe kama sisi tumekubambikia kesi. Okay. Daniel, naomba laptop ambayo ina ushahidi wa jalada la Nancy. Chukua hapo siara. Okay. Fanya haraka. Subiri nikuonyeshe. Unafikiri labda kama sisi tunafanya kazi kimchezo? Okay. Pande. Yeah. Asante sana tena. Unaweza kuendelea. Ninapokuwa naongea, sasa tuongee kukubahatisha hata siku moja. Angalia, achana na afande. Hii ni nini? Ni kitu gani hiki? Sasa kubambikia kesi. Angalia hapo. Sasa tunakubambikia kesi. No, Nas, please. Okay. No. Weka silaha chini.
Mama. Mama, mbona asubuhi sana umekuja na mtoto? Mwanangu, hata sikupata usingizi. Sikulala kabisa. Eddie. 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 Eddie, it's okay. Hapa niko wapi? Eddie. Na Eddie, it's okay. It's okay. Eddie. nimefikaje hapa? It's okay. It's okay. Uliumia huko hospitalini ila unaendelea vizuri. Mama, mwite daktari. Dokta. Dokta.